Rahma. Ndiyo bibi. Chukua hii. Mayai. Mayai? Haya ya nini bibi? Hayo si mayai ya kawaida. Kila moja lina nguvu ya kukulinda. Inatumikaje? Ukiona hatari au tatizo lisiloweza kushindwa kwa nguvu zako, tupa yai moja chini, kisha kimbia bila kuangalia nyuma. Na itafanya nini? Hilo hutolijua mpaka utakapoanza kulitumia. Kwa nini usiniambie sasa? Kwa sababu si kila nguvu inahitajika kueleweka. Baadhi zinahitajika kuaminiwa. Sawa, nitayalinda. Na uyatumie kwa busara. Rudi salama mjukuu wangu. Nitafanya hivyo. Kumbuka, usiangalie nyuma. Ana, nakusikiliza. Kuna kitu nimekuwa nikikifikiria kila siku. Kuhusu Tunu? Ndio. Msitu umemchagua yeye, mizimu umemchagua kwenda kumwona Mwinyinga. Na vipi kuhusu Rahma? Wale wote wamechaguliwa. Ana, sasa naona mbali sana. Huenda hiyo yote ina sababu. Huenda hali ya kijiji ikawa salama tena. Tumaini ni kitu kizuri. Lakini pia kinaweza kikamuumiza vibaya sana. Kwa nini unasema hivyo? Kwa sababu si kila kitu kilichoanzishwa kwenye mwanga kinaishia kwenye mwanga. Unafikiri watashinda? Sijamaanisha hivyo. Basi nini unachomaanisha? Njia wanayopita inaweza kubadilisha kila kitu. Hata kama watashinda? Basi tusubiri tu tumaini. Katika giza la msitu wa hofu, vililia roho za waliopotea. Himaya ya Malikia yakitetemeka, ndoto za watu zikipotea njia. Lakini upepo wa nuru wavuma. Usiogope, nitakuwa nawe bega kwa bega kwenye safari yako.
Najua, lakini kuna jambo. Jambo gani? Kapongo alikuwa anataka kujua. Kujua nini? Rahma, nilikataka uniambie ukweli. Tunu yuko wapi kwa sasa? Anapokuwa hana mahali pa kurudi, msitu humuita. Ulikamaanisha nini? Jibu ni moja tu. Yuko wapi? Ambapo nuru inagonga kivuli chake cha kwanza, na mizizi ya zamani husema jina lake bila sauti. Haya ulikaniletea wewe ni mafumbo tu Rahma, ila hiyo hailikajibu swali langu. Si mafumbo, ni njia ya msitu kumlinda. Tunu hayupo mbali wala hayupo karibu, yupo mahali ambapo dunia mbili zinagusa nafsi moja. Hatari kweli. Dunia mbili? Nuru na giza. Na sasa hivi anachagua upande usiomchagua yeye. Yaani hii ulikamaanisha kwamba Tunu bado yuko hai? Zaidi ya hai, anaamka. Sikumwambia ukweli wote. Kwa nini? Kwa sababu kila mtu anaweza kuelewa, na nilihisi bado si wakati wake. Umefanya sahihi kweli, lakini anaanza kuendelea kuuliza. Ndiyo, kuna mambo yanahitaji muda kabla hajafunuliwa, na ukifika wakati sahihi utajua cha kumwambia. Sawa, sasa tuendelee. Mtoto wa nuru anatembea gizani bila hofu. Ugodisha, husi wakati wa kubeba kila kitu peke yako. Unahitaji kupunguza mawazo. Ni vigumu, lakini pia unahitaji kutuliza akili yako. Rahma na Tunu watakuwa tu salama. Huo uhakika unatoka wapi? Naamini wamechaguliwa kwa sababu wale waliochaguliwa huwa hawaachwi kirahisi. Vipi kama mambo yataendelea vibaya? Basi tutakabiliana naye wakati huo. Lakini kwa sasa naomba uache hofu kidogo. Kama unavyojua, sijazoea kuacha mambo yaendelee vibaya. Sio kuyaacha, ni kuyaamini. Hicho kinatosha. Nitajitahidi.
Yaani bora nimekuona, kuna kitu hakipo sawa. Weka Pongo, kuna nini? Njoo Lugodisha, njoo mambo mengine alikatwambia, mambo mengine njoo kuyaficha tu. Unamaanisha nini? Umeona? Nimeona jinsi alikazungumza, si kama zamani, na mambo yalikatokea, alikaonekana kuna vitu anajua zaidi. Kwa nini unasema hivyo? Labda anajaribu kutulinda. Ana kulinda kwa kuficha ukweli. Kapongo, sio kila ukweli unasema kwa wakati mmoja. Hiyo hapana, yaani hii zaidi ya hiyo. Sasa wewe unataka tufanye nini? Umeona? Rahma ameondoka. Haya, Tunu naye alikaingia alikatoka. Haya, sisi kila siku tulikaambiwa tulieni. Yaani kama kuku kila siku kuambiwa utanyonya kesho. Bila kumwambia Lugodisha? Auoni kama ni hatari? Ana, hapa tulikatakiwa tutafute ukweli wenyewe. Kwa nini unafikiri anaficha nini? Kuhusu Tunu na kuhusu kitu kilikaendelea. Kama tunafanya hivi, tunahitaji kuwa waangalifu sana. Sawa, basi tutakuwa. Hapa niendelee njoo na ufu. Ana mtu alikaniona. Mzee wa msitu, najua kilichokuleta. Mambo yanazidi kuwa magumu. Rahma yuko safarini na Tunu, kila kitu kinaonekana kumzunguka yeye. Hofu ndio inakufanya uone giza tofauti ilivyo. Kwa hiyo nifanye nini? Acha hofu, hali itakaa sawa. Una uhakika huo? Sio mara ya kwanza giza kutikisa dunia, na si mara ya kwanza zinatulizwa. Vipi kuhusu Tunu? Anahitajika kurudi msituni. Tena? Ndiyo. Kwa nini? Kuna kitu bado hajakamilika Kaono. Kitu gani? Maandalizi. Maandalizi ya nini? Ya kukutana na kile kinachokuja. Vipi kama hatutakuwa tayari? Basi hatutakuwa na nafasi ya pili.
uko hapa? Niko safarini. Safari ya nini? Naelekea kwa Mwininga. Mwininga? Ndiyo. Sikuja hapo kwa urahisi. Mizimu imechagua. Unajua unachosema? Najua. Hakuna aliyewahi kwenda kwa Mwininga kirahisi. Kama ni kweli, njia ya kwenda kwa Mwininga si ya moja kwa moja. Na ni nani amekutumia? Nisaidie. Kwa nini nikusaidie? Kwa sababu siendi kwa ajili yangu peke yangu. Kijiji cha Gembe? Ndiyo. Sawa. Asante. Nitakuonesha njia. Lakini kumbuka, kuanzia hapa hakuna kurudi nyuma. Sitarudi. Sawa. Katika giza la msitu wa hofu, katika giza la msitu wa hofu, vililia roho za waliopotea. Himaya ya Malkia yakitetemeka,